Miongoni mwa wafanyabiashara wameathirika kwa kiasi kikubwa sana, na pia kwa namna moja au nyingine wananchi kwa utafutaji wa kipato pia imeathiri kwa namna kubwa sana, kwa sababu ukiangalia maji haya yamekata mawasiliano sehemu mbalimbali. Achilia hapa mjini tu, hata tunavyoongelea ukiangalia Korogwe imekaa kama ni katikati, ina mategemeo makubwa watu wa milimani na watu hapa tambalale. Sasa hivi tukiongelea mfano magari yanayotoka Bungu, Magoma nayo yamekwama, hakuweza kupita maeneo ya Kwameta. Ukiangalia sasa hivi hapa watu labda watotokea Msambiazi wamekwama, hawakuweza kwa. Kwa hiyo ni kwamba ni wananchi tumeathirika pakubwa sana, kwa sababu baadhi ya bidhaa hata zitashindwa kuingia mjini hapa. Kwa ni changamoto kubwa kwa kweli. Serikali kama serikali inahitajika iangalie hawa wafanya biashara kwamba sasa wameshaumizwa tayari, hawa kama makosa yashafanyika washaumia. Ningetoa tu mimi ushauri wangu kuishauri serikali yetu hii, kwa sababu kuna serikali hii na serikali kuu iweze kuwasaidia wananchi kupitia mambo haya. Kabla hawajafanya mambo hayo, tunajua kodi ni kawaida, lazima ilipwe, lakini sasa waangalie kwa jicho la huruma kwa watu waliokushapata hasara zao, mamilioni ya mapesa, wengi wamepata hasara humo. Kwa upande wetu si wa shule, tunachelewa shule, masomo yanatukosa. Kuna wanoka hostel na tunoka day. Wa hostel wanapata masomo, si wale tunapata changamoto kwa sababu mto umejaa. Kwa hiyo tunapata changamoto ya kusoma, afu ukiangalia mwezi wa 5 tuna mtihani. Hili jambo ndani ya mwezi huu limejitokeza mara mbili, na baada ya kujitokeza, mimi kiongozi wa halmashauri wa kushirikiana na mkuu wa wilaya yetu ya Korogwe Mheshimiwa Mwakilema, tulikuja pamoja na vyombo vyake, tukapita sokoni ambako kulitokea maafa makubwa, lakini pia tukaanza kukagua mto Mbeza tangu unapoingia kwenye mji wetu wa Korogwe mpaka unapotoka, kwamba changamoto ni nini. Kwa baada ya kuona kwamba kuna haja ya kufanya upekuzi, na hasa mto wetu huu umevamiwa na watu. Sheria za mto huu ni kwamba huwezi kujenga ndani ya mita 60 kutoka kwenye kingo ya mto. Kwa hiyo wetu wengi wamevamia mto huu, na ndio kinachopelekea kwamba maji mengi yanayotoka milimani, kwa sababu sisi tuko chini hapa tumezungukwa na milima ya Usambara. Kwa maji mengi yanayotoka milimani yanashindwa kuflow vizuri kwenye mto wake kwa sababu mto umejaa mchanga. Na baada ya kulibaini hilo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliamua kuunda tume ambayo imeshirikisha kada zote, kuanzia watu wa sokoni na wakazi wa kawaida, lakini pia chama chetu cha Mapinduzi ambacho ndio kinasimamia ilani yake, na wataalamu wengine kutoka kwenye vyombo mbalimbali ikiwemo watu wa zimamoto na TAKUKURU. Kwa hiyo ile tume bado inaendelea kufanya kazi na imepewa siku 14. Naamini ndani ya siku 14 tume ile itakuja na majibu kwamba imebaini kitu gani, na sisi kama serikali tuweze kufanya maamuzi ili kuweza kuwanusuru wananchi wetu na hadha ambayo inajitokeza katika mto wetu Mbeza ambao tuko nao katika mji wa Korogwe.